Ndugu mtazamaji, mamlaka za Lebanon zimemwachia huru Hannibal Gaddafi, mwana wa marehemu aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu wa Libya, Muammar Gaddafi, baada ya kukaa gerezani karibu miaka 10 kutokana na tuhuma za kuhusika na kuficha taarifa kuhusu kupotea kwa kiongozi wa kidini wa Lebanon mnamo mwaka 1978. Uachiliwaji huu umefanyika kufuatia amri ya mahakama kupunguza dhamana yake kutoka dola milioni 11, zaidi ya shilingi bilioni 26 za Kitanzania, hadi karibu dola laki 9, zaidi ya shilingi bilioni 2.1 fedha za Kitanzania, na kuondoa marufuku ya kusafiri iliyokuwa imewekwa tangu mwaka 2015. Hannibal yuko huru rasmi na ana haki kamili ya kuchagua nchi anayotaka kwenda, amesema wakili wake Shabel Milad Al-Khoury akizungumza na vyombo vya habari muda mchache tu baada ya kuachiwa Hannibal Gaddafi. Hannibal Gaddafi mwenye umri wa miaka 49 alikamatwa mjini Beirut bila ya kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya kuhusiana na kutoweka kwa kiongozi wa kidini wa Lebanon, Musa al-Sadr, na wasaidizi wake wawili wakati walipokuwa katika ziara nchini Libya mnamo mwaka 1978. Kutoweka kwa al-Sadr kumeendelea kuwa siri kubwa ya kisiasa nchini Lebanon, huku wafuasi wake wakiendelea kudai kuwa utawala wa Libya chini ya Muammar Gaddafi ulihusika, madai ambayo Tripoli imeyakanusha kwa muda mrefu kutokuwa ya kweli. Hannibal Gaddafi, aliyeoa mwanamitindo wa Lebanon, alitiwa mbaroni nchini Lebanon baada ya kutekwa nyara na kikundi cha watu wenye silaha nchini Syria, ambako alikuwa akiishi baada ya kuondolewa madarakani kwa baba yake mzazi Muammar Gaddafi mnamo mwaka 2011 katika mapinduzi yaliyoungwa mkono na Umoja wa Kijeshi wa Magharibi maarufu kama NATO. Familia yake na serikali ya Libya walikuwa wakisubiri kwa muda mrefu kuachiliwa kwake, wakisisitiza kuwa hali yake ya kiafya ilikuwa inazorota kila siku. Wakili wake amesema Hannibal hakuwa na uhusiano wowote na tukio la kutoweka kwa al-Sadr, kwani alikuwa na umri wa miaka 2 tu wakati tukio hilo lilipotokea mnamo mwaka 1978. Wiki iliyopita, ujumbe wa serikali ya Libya ulifanya ziara nchini Lebanon kuzungumzia kesi ya Hannibal, huku wakili wake akieleza kuwa maafisa hao walikabidhi faili la uchunguzi kwa kesi ya Imam al-Sadr kwa mamlaka za Lebanon. Shirika la habari la AP limeripoti kuwa Wizara ya Sheria ya Libya iliharamia dhamana yake. Wizara ya Sheria ya Libya mwezi uliopita ilisema kuwa mwana wa kiongozi wa zamani anashikiliwa kihalifu na mamlaka za Lebanon zitalazimika kubeba jukumu la afya na maisha yake. Uachiliwaji huu ni hatua muhimu katika kesi ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari vya kimataifa, huku wafuasi wa al-Sadr wakiendelea kutafuta ukweli kuhusu kutoweka kwake. Uachiliwaji wa Hannibal Gaddafi ni hatua kubwa katika kesi ambayo imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari vya kimataifa, ingawa hana hatia iliyothibitishwa kuhusu kutoweka kwa kiongozi wa kidini. Hatua hii inamruhusu kuendelea na maisha yake bila vizuizi vya kisheria, huku wafuasi wa Musa al-Sadr wakiendelea kutafuta ukweli juu ya tukio hilo la kupotea kwa kiongozi huyo. Hii inabaki kuwa moja ya siri kubwa za kisiasa za Lebanon, ikionyesha changamoto za haki, historia na siasa katika eneo hilo la ukanda wa Mashariki ya Kati. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ndiyo Sauti ya Chifu. Hii ndiyo sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kutoa maoni, huku kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia.